Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na mimi kwa kunipa nafasi ya kuchangia kwenye hotuba ya bajeti ya wizara hii muhimu ya maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba bunge linisikilize vizuri. Na leo hapa nataka niongee nimetulia kabisa. Hapa na Biblia na hapa na masahafu. Hivi vyote ni vitabu vitakatifu vya Mwenyezi Mungu. Mimi nitajikita kwenye hotuba hii kwenye engo moja ya mapenzi ya jinsia moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila nikitazama hotuba za Mheshimiwa Rais anapohutubia, akifika kwenye engo ya mmomonyoko wa maadili, unamtazama yule mama usoni, unaona sura yake ina huzuni kwa sababu ya kinachoendelea kwenye taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nimpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya na miongozo anayotoa kwenye serikali. Na mimi nataka nimwambie mama yangu, sisi wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuko hapa kukuunga mkono ili utimize matarajio ya Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, wa pili nataka nimpongeze mama yangu, dada yangu, Waziri Dorothy Gwajima. Mama, unafanya kazi nzuri sana. Na mimi toka nimekufahamu sijawahi kukuona umeweka hata wigi. Nawaza tatizo ni nini? Kumbe matatizo ulionayo kwenye mmomonyoko ya maadili ya taifa letu. Mama, hongera sana, lakini hongera za dhati nimpe mume wako anayekuvumilia kwa yale ambayo unakutana nayo. Pongezi zangu za tatu ziende kwa Prophet IPM. Huyu Prophet, mimi sio muumini sana wa manabii hawa, lakini nampongeza kwa sababu ameona lipo tatizo mbele akachukua hatua. Kwenye tatizo la mmomonyoko wa maadili, kinachonisikitisha, vita hii ameachiwa Gwajima peke yake. Lakini vita hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, inahusu wizara zaidi ya 8. Wizara ya Sheria na Katiba, kwa maana kwamba ya sheria zetu. Zipo kesi nyingi zimewahi kutokea hapa. Hawa watu wanaofanya matendo kama haya wakipelekwa mahakamani wanashinda kesi zile, na wakili anasimama kwa kujimwambafai kabisa eti hoja iliyokuwepo ni kwamba mtu ameingiliwa kinyume cha maumbile, na kuingiliwa kinyume cha maumbile haieleweki ni nini. Imefika wakati sheria zetu ziwe wazi. Ukisoma Biblia takatifu, Wakorinto wa kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, na nukuu, ukienda kwenye Walawi, unaanza na Walawi 20 mstari wa 13. Walawi inasema mtu alalaye na mume kama vile amelala na mwanamke, wote wanafanya machukizo na wanafaa kuuawa. Hakika ukienda kwa Wakorinto wa kwanza 8, bali inasema watu wa kunyang'anya mali zao, naam hata na ndugu zenu, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawatalisi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, washerati wala wazinzi wala wafiraji. Nyinyi kwenye sheria mnashindwa kuandika kuwa mtu
sio kuingiliwa kinyume na maumbile. Sheria zinakinzana na mawakili, hapa ndipo wanapopata loophole. Andikeni kabisa, huyu anayekwenda kufirwa kama Biblia inavyosema. Mimi sikuandika Biblia, hili ni neno la Mungu. Nyie sheria mnaficha mambo nini? Ukienda kanisani kule, wachungaji wetu na mapadi na umeme wanakuambia tutunze maadili, tuwe unyenyekevu. Maadili yapi? Nyookeni mtuambie. Na ninawapongeza viongozi wa dini. Mnafanya kazi kubwa sana ya kuikosoa serikali. Sana. Na mnatumia nguvu kubwa mna ya kuikosoa serikali. Nguvu hiyo mnayotumia, tumieni kukosoa mmomonyoko wa maadili. Msifanye mambo kwa mafumbo. Ukienda kwenye Qur'ani tukufu, Surat Hud, mstari wa 78 mpaka wa 83, Mwenyezi Mungu katika Qur'ani aliwapa adhabu kubwa sana Kalmaluti kwa kupigwa jiwe kichwani, ambapo kila mtu mmoja aliandikiwa jiwe lake, na baadaye Allah alimwamrisha Jibrili kuipindua ardhi upside down, kusiwepo kabisa hata alama yao baadaye. Mwenyezi Mungu alichukia kitendo, akafikia pahala akaipindua dunia ili pasiwepo na kizazi kingine kinachofanana na Luti. Na mimi leo nawaonya Watanzania, msiponiunga mkono, Mwenyezi Mungu wa mbinguni ananisikia, siku anaipindua Tanzania upside down, mimi nitakuwa kama Luti, na amini sitakuwa sehemu ya adhabu atakayoitoa kwenye dunia. Qur'ani tukufu bado inasisitiza. Ukienda kwenye Surat Al-Qamar aya 36-39, Nabii Luti aliwapa lakini hawakusikia, akafadhaisha dunia. Na mimi leo Mwenyezi Mungu anawaambia, na wapia Allah alidarifisha dunia Tanzania ukumbusho unaofaa wenye kukumbuka milele na milele. Sasa ndugu zangu, hali ya Tanzania tunakokwenda ni mbaya. TAMISEMI, jambo hili mmemwachia Mama Gwajima. Matatizo makubwa yanaanza kwenye local government. Mmetunga sheria ya kutoa mavibali ya utamaduni. Ngoma zinazochezwa huko, ndugu zangu, zinaharibu kabisa maadili ya nchi yetu. Kina mama wanacheza uchi mbele ya watoto wao. TAMISEMI mpo, mnatoa vibali. Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo, mnalo jukumu kubwa sana. Sasa hivi kumezuka madesigner. Na mambo haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, zikipungua kidogo niongeze tu kidogo. Mambo kwa sababu mna kazi ya kulikomboa taifa. Mambo haya yanaanzia mbali. Wasanii wetu wakubwa, ma celebrity, sasa hivi wanavishwa vinguo vya kike kama vinaitwa crop top, sijui crop top. Sisi tuliotoka Katavi, ukitazama Mtanzania mkubwa kabisa, msanii mkubwa amevaa kale, sisi tunajua ni blouse. Hawa watu huwa wanawaandaa watu kisaikolojia, ili tatizo linaloendelea lionekane ni la kawaida. Ifike pahala wasanii sasa hivi tunao waigizaji wengi sana wa kike. Hakuna sababu ya mtoto wa kiume kuweka matako. Hakuna sababu ya mtoto wa kiume kutinda nyusi na kupaka wanja. Ifike pahala vitendo hivi Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo ichukue hatua. Mambo ya ndani, Mama Gwajima anafanya kazi kubwa. Kazi ya kuchunguza na kuchukua hatua na kukamata ni yenu. Mnashindwa nini? Na hapa mimi ndipo ninapopata shida. Na mimi niwaombe, nimesikia kuna watu sijui wasionekana. Mimi nataka niwaombe wale wasionekana, fanyeni kazi ya kulisaidia taifa. Chukueni hawa ili taifa hili libaki salama. Wizara ya Elimu, mnalo jukumu kubwa la kuhakikisha maadili kwenye shule zetu yanasimama. Wizara ya Mawasiliano, huko kwenye mitandao ni balaa. TCRA sijui hata mnafanya nini. Kuna shida zimetokea. Sasa hivi kuna siku nimeona Waziri Gwajima anatoa notes
eti punga nalo linamjibu TCRA mpo. Waziri anajibiwa na punga, TCRA mnaiona ile akaunti inatembea na nyinyi mpo. Haiwezi kuwa nchi ya namna hii. Nchi haiwezi kwenda hivyo, serikali lazima iheshimiwa. Na mimi nataka niwaambie, hili tatizo mheshimiwa waziri. Mimi waziri mkuu yuko hapo, nataka nipendekeze. Tatizo hili tukimwachia Mama Gwajima peke yake hataliweza. Serikali tuamue kutengeneza taasisi kama taasisi ya kupambana na madawa ya kulevya kwa ajili ya kupambana na mmomonyoko wa maadili kwenye taifa letu. Otherwise tutakuwa tunapiga makitani tu hapa. Niwaombe sana Watanzania, ndugu zangu, nyie mnaokaa kwenye mavieti huko hamuoni hili tatizo. Ukipita mtaani uko vitoto vidogo kwenye hizi ngoma. Na zamani mheshimiwa Liziwani huko hapa, sisi tunaotoka Bala kule tulikuwa tunajua hizi ngoma zenu hizi za kizalamu za kipwani zinachezwa na wanawake na wanaoalika ni wanawake. Sasa hivi ngoma za pwani wanatengeneza wanaume wanaalika wanawake. Haya mambo yamekuaje? Mheshimiwa Liziwani na wenzio, watu wa pwani na Ulega, mmebadilisha utaratibu? Hebu mtusaidie sisi washamba tunaotoka Katavi. Hizi ngoma zenu za pwani, sijui kibao kata, sijui Mheshimiwa na kuongezea dakika 2. Asante sana mheshimiwa. Hizi ngoma zenu, na ilitokea scenario moja Mama Gwajima, nilikutumia clip. Mkaka mmoja amechukua ukumbi wa Mlimani City pale, akatengeneza uma kibao kata yake. Akaita kina mama wakaenda. Klipu zilikuwa zinarushwa nje. Mgeni rasmi alikuwa yule kaka, sitaki kumpa umaarufu, yule alikuwa anapambana naye kwenye mitandao. Nataka niwaambie, tukiacha taifa hili hivi linavyokwenda na kuacha watu wanajiposti kwenye mitandao kuonekana kwamba eti mtu akiwa ana mambo ya kike eti ni kufanikiwa, hawa watoto wanaokuwa wakitazama kwenye mitandao watakubaliana na hiyo hali kuwa ukiendeleza na vitendo vya ushoga ni kufanikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niisii sana serikali. Taifa hili lina mpango wa miaka 50. Kama tuna mpango wa miaka 50, isije ikafika miaka huko hii mipango ya miaka 50. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie, tutafika taifa baada ya miaka 30 hatutakuwa na vijana. 70% itakuwa hali ni mbaya. Na msiponisikia, Wizara ya Viwanda na Biashara, mwanze kuandaa pampers kwa ajili ya vijana. Baada ya hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga hoja mkono. Asante. Asante sana. Asante sana na washukuru waheshimiwa bunge, lakini asante sana Mheshimiwa Thomas Kampala Maganga kwa kukemea vikali vitendo vya mmomonyoko wa maadili katika taifa letu. Sio jambo la kufurahia wala kuchekea, ni jambo la hatari, na endapo Mwenyezi Mungu hasira zake zikizidi, na sisi tunaweza kuangamia.